Ngome ya michezo. Ngome ya michezo. Karibu mtazamaji wa kipindi cha Ngome ya Michezo ambacho kinakujia kutokea hapa Baraka TV. Tunasema karibu uweze kuangazia kile ambacho tunacho siku ya leo katika kipindi chetu pendwa kabisa cha Ngome ya Michezo. Ni kipindi ambacho kinaangazia masuala mbalimbali ya michezo, hususan soka, riadha na michezo mingine mengi. Lakini kwa siku za hivi karibuni tumekuwa tukiangazia michezo ya soka pamoja na riadha. Bado tutasudia kwenye basket na michezo mingine mingi ambayo inachezwa ndani ya nchi ya Tanzania. Karibu. Leo tuko na mgeni wetu hapa. Najua wengi mtakuwa mumfahamu, lakini tunataka leo mumtambue kwamba huyu ni nani na anafanya nini na ni nani hasa katika soka la nyanda za juu kusini. Unajua kila unaposikia kwamba kuna mchezaji fulani anafanya vitu fulani, basi ujue amepita kwenye mikono ya mtu fulani au amepita katika mikono ya timu fulani. Mimi langu jina naitwa Derrick Edwards, ukipenda niite Baba Nongi. Leo niko na mgeni wangu hapa. Karibu. Asante, nashukuru sana. Kwa majina naitwa Steven Jackson Mahali. Ni mdau wa michezo, hususan mpira wa miguu ndani ya jiji la Mbeya na Tanzania kwa ujumla. Steve, naam. Mimi nakufahamu kama golikipa wa zamani wa Kasenyanda FC. Ile timu yetu ile kipindi hicho tunacheza tukiwa uwanja Ngoma pale, viwanja vya Muungano shule ya msingi, lakini pia viwanja vya Sangu sekondari. Tukijiachia pale na ndugu zetu kina Juma, kina Mesha, kina wengine wengi. Hebu tupe historia yako kwa ufupi kuhusiana na ni namna gani mpaka ukaingia kwenye masuala ya mpira, ukiachana kutoka kucheza mpaka kuja kwenye masuala management huko. Kwanza kama ulivyosema kwamba kuna kipindi tumecheza tukiwa wote. Kwa maisha 80% mpaka 90 sisi wengine maisha yetu ni mpira mpaka kesho. Au mpaka pale ambapo Mungu ataamua kutuchukua. Tuliingia kwenye mpira kwa sababu baada ya kucheza tukaona kuna watu wana nafasi ya kuweza kutumikia zaidi na zaidi. Kwa hiyo tukatenga muda wetu kuweza kuwasaidia wale ambao wana uwezo wa kusogea mbele, kwa sababu wakati sisi tunacheza tulishindwa kupata nafasi za kuweza kusogea mbele. Kwa hiyo baada ya kukaa hapo tukatafuta baadhi ya watu kuweza kushirikiana nao. Bahati nzuri kwamba kile ambacho tulichokuwa tunakipanga au nakitamani mimi binafsi kikaja kufanikiwa kwa baadhi, ingawaje bado kuna watu ambao tunaendelea kuwapush waweze kusogea na wao waweze kufanikiwa. Ni nini hasa kicho kufanya mpaka ukaamua kuacha kucheza mpira na ukaingia kwenye masuala management? Mimi kumbukumbu zangu kama ziko sawa ni kwamba ulikuwa golikipa. Ndio. Lakini miongoni mwa watu ambao tulikuwa tunaamini kwamba mtafika mbali katika masuala ya mpira, ukiachana wengine wakina sisi ambao tuliishia njiani, Steve kwa ni mmoja wapo. Tulikuwa tunaamini kabisa kwamba kwa ile career yako ya mpira na jinsi ambavyo unacheza kipindi hicho pale golini, tulikuwa tunaamini kabisa basi vilabu vya Tanzania Prison na vingine vingi vingeweza kukuona na kukuchukua. Nini hasa kikakufanya ukaacha sasa kucheza na ukaingia kwenye masuala ya uongozi? Kwanza kama nilivyosema kwamba kucheza, unajua mpira ni kama sayansi zingine huwa zinabadilika kulingana na wakati husika. Tunapocheza sisi nafasi zilikuwa ni ndogo za kuweza kufanikiwa. Kwa sababu sio mimi pia, wewe kama najua ni mwenyeji wa Mbeya, unafahamu ni watu wangapi ambao uliwaona wakiwa na kiwango kikubwa lakini walishindwa kufanikiwa mpaka leo. Kwa hiyo ni sayansi ambayo inabadilika kulingana na nyakati. Wakati tuliokuepo sisi hatukupata nafasi ya kuweza kufika ambapo tulikuwa tunapahitaji. Hivyo baada ya hapo tukapumzika kwa muda, lakini tulipokuja kuona kwamba hii ni fursa ambayo kuna watu ambao wana uwezo wa kusogea, kama mimi sikufanikiwa nina wajibu wa kumsaidia mtu mwingine afanikiwe, ndipo ambapo nikaanza harakati zingine hususan za kukutana na watu, kwa sababu sikuwa na uwezo huo, lakini nikajaribu kutafuta watu wenye uwezo ambao tunaweza tukawasaidia watu wakasogea, tukafanikiwa. Nikafanikiwa kuanzisha kituo kwa kumshawishi mtu, na ndipo harakati zilipoanzia hapo za kuweza kusaidia watu mbalimbali. Kwenye harakati zako sasa za kuanzisha kituo, nakumbuka mlikuwa na kituo kinaitwa Ferrari. Na kile kituo baadaye kikageuka kuwa timu kamili, kikishiriki mashindano mbalimbali ikiwemo ligi daraja la 3. Kuna wachezaji wengi sana ambao mpita kwenye timu ile ya Ferrari, au tuseme mpita mikononi mwako. Kwa kumbukumbu zangu kama ziko sawa, maana yake hapa tunamzungumzia Oscar Mwajanga,
ambaye yuko Tanzania Prison. Ndio. Lakini alikuwepo John Jerome ambaye ni mkuu wa idara ya mawasiliano Mbeya City na alishacheza pale Mbeya City. Ndio. Lakini pia yupo Will Edgar ambaye sasa anachezea Dodoma Jiji, na wengine wengi wakina Alu, wakina Memory Pila kwa Mbeya City, Baraka mara nyingi, Paulo Matelazi aliendaga Majimaji akaenda Stendi. Nini hasa kilikushawishi mpaka ukaamua sasa kuwashika mkono hawa na kuwasogeza pale walipofika? Kwanza nilikuwa na shauku pamoja na kwamba nimesema nilimtafuta mtu, nilipata hamu zaidi ya kuendelea kufanya ambacho nilikuwa na kihitaji mwaka 2013 kwenye mashindano ya Master Cup. Na siku moja tulikuwa tuna mechi pale uwanja wa Isanga, tukiwa tunacheza na timu moja inaitwa Mazombi. Basi pale baada ya kucheza, mgeni rasmi wale mashindano alikuwa Shafi Dauda. Ndio. Baada ya ile mechi pale kuna winga wangu mmoja kwenda Dani Tito. Kwa Shafi alivyomuona akaja akakutana na Masala akatukutanisha naye, akamuomba kwamba Dani aende kucheza Azam Under 17. Kweli akatupa muda wa kwamba aende ndani ya wiki moja, tukafanya hivyo. Wiki ile kweli akawa amekwenda. Alivyoenda pale kuna mambo yakawa yametokea. Alipofika Dar es Salaam, ile Azam Under 20 ilikuwa kwenye mashindano Rwanda, nakumbuka kitu kama hicho. Kwa yeye akaonekana arudi tena Mbeya. Alivyorudi Mbeya kuna masuala ya familia yakawa yamejitokeza kati yao ndani kwa ndani. Kwa issue ile Dani ikawa imefutika. Ndipo pale nilipoona kwamba kumbe kuna mwanga mbele wa watoto wengi, kama tu sasa hivi mtu kama Dani anataka kupelekwa pale kwamba timu kubwa kama Azam, kumbe ni lazima nisogeze na wengine waweze kusogea kufikia malengo makubwa zaidi na zaidi. Na ndipo ambapo tulianza na usajili kwanza wa timu hiyo ya Ferrari 2013, ambapo tukashiriki ligi ya wilaya, ligi daraja la 4. Tukacheza mashindano na tukafanikiwa kufika mpaka finali tukicheza na Isanga Rangers. Bahati nzuri kwetu sisi, ni bahati nzuri kwa sababu ilikuwa ni mafanikio. Hatukuweza kuchukua ubingwa, wenzetu wakaenda kutuwakilisha kwenye huko walikokwenda. Kwa baada ya pale tukaanza harakati za kuweza kusapoti baadhi ya wachezaji. Hususan tukio la kwanza tulianza kutoa watu 5 ambao walienda klabu ya Majimaji ikiwa ligi kuu. Alikuwa ameenda, tulikuwa na goalkeeper mmoja, tulikuwa namuita Samson mwenye kule, watu wamezoea kumuita Dida. Wampeleka Festo Anthony, akawa amekwenda Oscar Mwajanga, ameenda Willy Edgar na Paulo Matelazi. Kwa baada ya pale wao wakawa wamekwenda kule, aliyefanikiwa kubaki alikuwa ni Paulo Matelazi. Kwa maana yake walienda kwa majaribio. Ndio, ilikuwa ni majaribio. Sababu kwa umri wao walikuwa hawajawahi kucheza mashindano yoyote. Kwa walifanikiwa kutoka kwenye kituo na kwenda kufanya majaribio timu ya ligi kuu. Aliyekuja kufanikiwa alikuwa ni Paulo Matelazi ambaye alibaki kwa msimu huo wa ligi kuu akiwa Majimaji. Wakati huo pia Prison wakawa wamemchukua mchezaji wetu mwingine, alikuwa anaitwa Elisha Anthony. Ndio. Ambaye pia nakumbuka mwaitwa timu ya vijana ya taifa. Ndio, Under 20. Ndio. Sasa baada ya wale kurudi, tulivyoona kwamba bado hatakuwa na haraka kwamba lazima watu wote watoke kwa pamoja. Kwa hiyo tukasimamia katika kile ambacho tunakiamini kwamba ni lazima watu waweze kufika kwenye mafanikio. Tukaendelea na harakati zingine. Msimu unaokuja tukaja tukampushi John Jerome, akawa anacheza Lina Konde. Tukaenda pale na kienda na mimi tukasaini mkataba na Lina Konde wa mwaka mmoja, akatumikia pale ile timu. Bahati mbaya ile timu ikashuka daraja. Katika kuangalia kwamba afanye nini, na Mbeya City pia walikuwa wanamhitaji. Kwa hiyo naye akarudi Mbeya hapa, akaendelea kutumikia Mbeya City. Ndio. Huyo ni John Jerome. Ndio. Steve, tukiachana pia na hao wachezaji ambao mmefanikiwa kuwatoa pale katika kituo chenu cha Ferrari, ni kama Ferrari sasa imepotea. Haipo tena, haizungumzwi, haishiriki mashindano ya ligi daraja la 3, kwamba ndio zile ndoto za kuwasogeza wengine tena zimefia pale baada ya kuwatoa kina Will Edgar, au nini ambacho kinaendelea ambacho wakazi wa nyanda za juu kusini na Tanzania kwa ujumla hawakijui? Asante, nashukuru. Kwanza Ferrari haiwezi kufa. Ferrari ni taasisi ambayo mtu yoyote aliyepita Ferrari ndio Ferrari. Ferrari sio mtu kwamba labda inawezekana asiwepo au awepo, hapana. Kwanza
kila mtu ametoka kwa awamu yake. Mbali na hapo, Ferrari inahusisha utoaji wa watu wengi. Ndio maana unakuta ndani ya Ferrari tulifanikiwa pia kutoa walimu, hususan mwalimu Michael Hamisi Chuji ambaye amefundisha Mbeya Kwanza, kafundisha ligi kuu Mbeya Kwanza hiyo hiyo. Tunaye Latif Masesa ipo Ken Gold kama mwalimu msaidizi. Unaona? Tunaye mwalimu mmoja anaitwa Petro yuko Morogoro huko, na anafundisha timu daraja la 3. Basi kwa katika harakati zilizokuwa tunazifanya, ndio maana unakuta kila watu waitoka kwa awamu. Na Ferrari kama Ferrari unapozungumzia kwamba kuna hali fulani ilipungua, na ni kweli iko hivi. Lakini kulikuwa kuna sababu ambazo za kimpira ambazo zilitokea, ambazo tukaona sasa hatutakiwi sana kujili na masuala ya timu, bali tusapoti vijana ambao wanaonekana wana uwezo. Ndio maana unakuta kila baada ya muda kuna clinic inafanyika, akiwepo mwalimu Michael Hamisi, mwalimu Chuji, una teacher magolikipa, teacher Asukile, huwa wanasapotiana. Tunafanya pale kuangalia watoto ambao wana uwezo, na baada ya hapo ndipo ambapo unaona kuta, kwa mfano mwaka juzi unaona leo fullback Mbeya City kushoto na kulia Memory Pira na Baraka mara nyingi, wote wale ni watoto waliokulia pale Ferrari, lakini wametoka baada ya Ferrari hiyo kufifia pia. Kwa hiyo ni hatua zinazoendelea. Leo hii kuna wakina Alu wako B19 Makambako pale, wakina Agai Kakuyu, unaona wote hao wanakuja kipindi hiki, ila uwepo wa Ferrari kwenye masikio ya watu wengi ambao walikuwa wanaifuatilia haupo, lakini tunapush harakati zingine kwa kutumia njia zingine, kwamba zoezi la kuendelea kuwa support wachezaji bado liko pale pale. Ila timu Ferrari kama Ferrari ndio kidogo imefifia. Ndio lazima. Ila taasisi ipo kwa kushirikiana na sasa hivi tunachoshukuru ni kwamba kuna wachezaji ambao wamekuwa kama kioo kwa wengine. Leo unapomsema William Edgar, tunashukuru ameprove kila sehemu aliyopita, ameonyesha kwa top scorer championship misimu miwili akiwa na Ken Gold na Mbeya Kwanza, wote ni mashuhuda, wameona. Kaenda Fountain Gate kafanya kitu kikubwa, sasa hivi yupo Dodoma. Alipita Kagera pia. Alipita Kagera ndio kama hivyo, lakini anachokifanya kinaonekana. Leo tunamuongelea Oscar Majanga, yupo. Kwa hiyo kuna mtu kikaa naye anatamani kuwa kama Oscar, anatamani kuwa kama Willy. Ingawaje pia tulikuwa tunafanya, kuna kipindi nilifanya kazi na ushirikiano baadhi ya wachezaji, mfano kama Lucas Kikoti. Naye kuna kipindi ambapo nilikuwa naye katika harakati za kimpira hizi. Unaona? Kwa hiyo kuna watu ambao tunasema kwamba ni lazima kwamba hawa wakikaa, hawa wadogo walio chini watamani wakakuwa kama wale pale. Kuna story fulani ya kuvutia kuhusiana na Will Edgar. Wengi wanasema kwamba Will Edgar wakati anafika mjini, sababu Will Edgar anasemekana ni mwenyeji wa wilaya Rungwe. Wakati amekuja kutafuta maisha mjini hapa, alikuwa hajihusishi kabisa na masuala ya soka. Lakini kulingana na kila ambacho mko mmekifanya nyinyi kama Ferrari, akajikuta tu anaingia. Wengi wanasema alikuwa ni mfanyabiashara, ni chinga. Alikuwa anafanya shughuli zake ndogo ndogo. Wanasema winga. Hebu tujuze kidogo historia ya Will Edgar. Ilikuwaje mpaka kufikia Will Edgar yule ambaye tunamuona, ili iwe chachu kwa wengine kwamba hautaki kukata tamaa katika maisha. Ni kweli kama ulivyosema kwamba William Edgar mimi nimemfahamu 2015 16. Nimemfahamu sababu sisi bahati nzuri ndani ya Ferrari tulifanyaga uwekezaji mkubwa ambao ulikuwa upo wazi, hauna kificho. Kila mtu alikuwa anatamani kufika pale Ferrari. Naona kuna watu walikuwa wanakuja, kwa wachezaji wakubwa kabisa walikuwa wanakuja wanaomba nafasi. Sasa issue ya Willy ilivyokuwa, huo msimu mimi namfahamu, huo mwaka namfahamu. Sisi tulikuwa tuna uwanja wetu ya airport ambapo ipo stand sasa hivi ya Chunya. Ndio. Kwa pande tulikuwa kila jioni au kulingana na program za walimu walivyoziweka. Kwa hiyo tulikuwa tunakutana pale. Yeye alikuwa na biashara zake. Hizi alikuwa anauza karanga kwenye mkopo. Naam, karanga mtaji tu wa kawaida. Kwa alikuwa anakuja pale anaweka kakaa masaa. Tunamkuta sisi kwanza. Sisi tunapofika tunamkuta amekaa kwenye matairi pale anatusubiri. Ila alikuwa sio mwanatimu. Kwa akifika pale atatuangalia tukimaliza hivyo. Na mimi sikuwahi kufikiria kwamba ni mchezaji, kwa sababu mimi Willy uwepo wangu wa Mbeya sikuwahi kumuona akicheza popote mpira. Sasa kuna siku alikuja, alimuomba mchezaji mwenzie anaitwa Goodluck Ezekiel ambaye alikuwa ndio captain wetu, captain msaidizi Goodluck Ezekiel. Akamuomba kwamba aje amuombee nafasi. Kwa hiyo kumuombea nafasi pale ni kweli
tukasema tumpe nafasi, sababu sisi sera yetu kubwa ilikuwa ni kutoa nafasi kwa mtu yoyote. Ndio maana kuna watu wanatoka mikoa mbalimbali kuja kufanya majaribio. Yaani hivyo. Kwa sababu pia tulikuwa tuna eneo ambalo watu wakifika watafikia pale. Sasa siku ya kwanza alionyesha kitu kikubwa sana. Unaona, na tuliokuwa tumekaa nje tukimtizama, alionyesha kwamba ana kitu. Unaona, ingawaje alikuwa bado hajaingia kwenye ile mifumo halisi ya ufundishwaji. Ila alionyesha kwamba silaha yake ya kwanza Willy ni mbio. Unaona, kwa hiyo kuna mchezaji mwingine anaweza asiwe na vitu vingi mguuni kwa nafasi anayocheza kama yeye. Hahitaji kuwa na vitu vingi. Yule anadili zaidi na namba. Yaani namba ndio zinazombeba. Tukaona kabisa huyu kwenye namba anaweza akatusaidia. Hivi vingine vya mguuni na nini vinarekebishika kwa sababu bado umri wake ni mdogo. Kwa ndio tukio la kwanza akajoin pale. Na alikuwa ni mchezaji tu ambaye alitimiza kila kitu, tukampatia sehemu pia ya kuishi, na baada ya hapo ile biashara yake akasimamishwa, akatafutiwa sehemu nyingine ya kufanya. Karibu Beni Pambakali ni duka la nguo ambalo linapatikana ndani ya jiji la Mbeya katika soko la Sido. Karibu na mtaa wa Nafaka. Ni duka ambalo linajishughulisha kuuza nguo mbalimbali ndani ya jiji la Mbeya. Tuna nguo nyingi kama ambavyo unaliona duka letu. Tuna hizi pens kwa wale wapenzi wa vipensi, tuna hizi pens ambazo zinapatikana dukani kwetu, lakini pia ni duka ambalo lina jezi mbalimbali. Kama ambavyo unaona tuna jezi za timu ya taifa, lakini tuna jeans mbalimbali kama hivi ambavyo unaziona. Tunauza kwa bei rahisi kabisa, bei ya jumla pamoja na rejareja. Kwa mteja wa jumla pamoja na rejareja, basi unakaribishwa Beni Pambakali ili uweze kujipatia nguo nzuri na zenye ubora wa kiwango cha juu. Lakini brandi mpya mjini, Baba Nongi, nayo inapatikana katika duka la Beni Pambakali. Njoo jipatie t-shirt kali kabisa, brandi mpya mjini, Baba Nongi. Lakini pia kuna t-shirt za Mama Nongi pia ziko njiani zinakuja. Zote zinapatikana hapa katika duka la Beni Pambakali. Tunapatikana ndani ya jiji la Mbeya, soko la Sido. Karibu ujipatie nguo kwa bei ya jumla pamoja na rejareja. Tunakusamini sana mteja wetu. Deliver tunafanya ndani ya jiji la Mbeya, lakini pia tunatuma kwa uaminifu mkubwa sana wilaya mbalimbali pamoja na mikoa mbalimbali ndani ya nchi ya Tanzania. Karibuni sana. Asante. Basi ndio maisha mengine yakaendelea hivyo taratibu mpaka msimu ambao mimi nikiwa meneja wa Mbeya Kwanza. Ndipo ambapo na yeye tukamjoin kwenye Mbeya Kwanza. Unaona, kwa bahati nzuri kwamba kipindi kile tulikuwa tuna watoto tayari waliokomaa wengi. Kwa hiyo tulikuwa na kipindi hicho anakuja Mbeya Kwanza, nakumbuka mimi ndio nikupatia. Ndio. Alitoka Tukustar. Ndio. Akaja Mbeya Kwanza. Wakiwa na Fred Magata ambaye yuko Mtibwa Sugar hivi sasa. Lakini wakiwa na Oscar Mwajanga. Lakini walikuwa na Chesco Masimba, nadhani bado yuko Mbeya Kwanza. Kama kumbukumbu zangu ziko sawa. Walikuja wachezaji kama 7 hivi kutoka Tukustar. Wakaja Mbeya Kwanza wakaipandisha Mbeya Kwanza kwenda ligi kuu. Umesema kwamba Willy Edgar baada ya kumchukua ninyi akaacha ile shughuli yake sasa ya kuuza kalanga, mkampa shughuli nyingine. Ni shughuli gani ambayo anaifanya? Kumbukumbu zangu ni kama nilikuwa naona baadhi ya wachezaji wa Ferrari walikuwa wanashinda kwenye maduka yale ya jezi, maduka ya sendo, maduka ya nini, afu jioni wanaenda viwanjani. Alikuwa ni miongoni mwao? Ni miongoni mwao kwa sababu sisi tulikuwa tunatoa option kulingana na muda husika wa mtu. Kwa mfano, walimu na wao walikuwa wanashinda kwenye magari, booking za magari, ili wapate muda jioni wa kwenda mazoezini. Wachezaji walikuwa wanashinda kwenye maduka. Kwa hiyo unakuta ile jioni saa 9 tayari wanajua muda wao, wataenda mazoezini, wakitoka mazoezini watarudi kufunga biashara kama. Kwa hiyo naye Willy alikuwa ni mmoja wapo akiungana na kina Oscar, kina Festo, kina Elisha, kina Materazi, hivyo na wachezaji wengine pia. Huyo ni Willy Edgar. Ndio. Lakini kuna Oscar Mwajanga ambao bado anacheza, kuna Alu. Ndio. Elisha yupo bado anasimamia mpira au anaendelea na shughuli zingine? Yupo ila nitarudi pale kwamba kama nilivyosema kwamba huu mpira wa miguu yani ni teknolojia ambayo inaenda na nyakati. Utakapoipa nafasi na yenyewe itakulipa kulingana na nafasi uliyoipa. Elisha yupo, ila bahati mbaya kuna majeraha aliyapata akiwa Ken Gold ya muda mrefu. Kwa baada ya pale
akawa anaendelea kufanya mazoezi ya kawaida na kucheza mechi za mtaani. Kwa bado hajapata timu ambayo ni ya daraja la juu. Ndio. Steve, wewe ni miongoni mwa watu ambao walikuwa waanzilishi wa mashindano ya Mastara Cup. Ndio. Nakumbuka wewe ulikuwa ni mratibu kama kumbukumbu zangu ziko sawa. Ndio. Na ni mashindano ambayo yalikuwa ni makubwa sana upande wa nyanda za juu kusini. Ndio. Mlifanyaje mpaka yale mashindano kama makubwa vile? Alafu ni nini kilitokea mpaka leo tunaona Mastara imepotea? Yaani kwa kifupi ni kwamba ndondo ndani ya jiji la Mbeya hakuna ndondo ambayo ina ukubwa ule kama ilivyokuwa Mastara. Na wewe ulikuwa uko jikoni pale. Kwanza nashukuru kwa kutambua tu hata hilo ulilokumbuka pia. Ni kwamba mimi naweza nikasema kama nilivyosema kwamba baada ya kucheza mpira nikawa kuna kipindi sasa nimepumzika. Yaani nimepumzika kwa sababu ndondo zilikuwa hamna pia, wewe unaelewa vizuri yani. Naona hata hiyo Kasenyenda tulikuja kucheza kwenye Mastara hiyo. Naona. Kwa hiyo ilikuwa miaka kama 2000 na ngapi, 2010 ndio Mastara ya kwanza inachezwa nikiwa bado mdogo kabisa. Kwa hiyo brother Willy alikuwa anamuono ile Mastara, alikuwa anamuono wa kufanya mashindano. Mimi alinikuta tu mtaani akaniambia, dogo wangu kuna 1 2 3 na kuamini tufanye kitu. Basi bahati nzuri alinikabidhi kila kitu kwangu mimi. Kwa hiyo nakumbuka ulikuwa ni mwaka mgumu mno. Sawa, tumeanza ile mashindano, mvua zinanyesha, uwanja wa Mwenge kama unavyojua. Unajua maji. Unaona, sasa ilikuwa kabla ya mechi, kwa sababu kulikuwa hakuna pesa kipindi hicho. Yaani viingilio ndio zawadi utatoa humo na nini, hivyo kulikuwa hakuna wadhamini. Kwa hiyo ilikuwa ikifika muda wa mechi ule lazima pawe pana ndoo, pana mifagio na nini. Kwa hiyo unakuta blaza anakuja akajiona, lakini mimi wakati huo nimeshafanya shughuli zote za uwanja pale, hivyo nimeuandaa kila kitu, kama kuna maji tutatoa na nini. Hivyo kwa tukaanzisha mashindano kwa ugumu, lakini bahati nzuri msimu wa pili namkumbuka bwana mmoja Shirazi alikuwa yuko kiwanda kimoja cha vinywaji hapo. Akawa amekubali kutoa baadhi ya udhamini. Shirazi yule ambaye alikuwa ni mmiliki wa Mbeya Kwanza. Okay. Kwa sababu kipindi hicho na wao walikuwa na timu ya Coca-Cola ambayo ndio ilikuwa inacheza mashindano hayo ya Mastara Cup. Na hata huo udhamini tulipopata ilikuwa ni kipengele, kwa sababu nakumbuka kipindi hicho brother Willy alikuwa na baskeli. Baskeli fulani hivi hazina kiti cha nyuma, kwa hiyo hapa pako wazi. Kwa hiyo unakuta kuna muda mnatoka mmepakizana. Kwa hiyo anaendesha, mwingine umesimama mbele hivi, nashuka Iunga. Kupandisha lazima usukume kwa sababu sehemu za kupanda ni chache. Kwa hiyo unakuta mnaenda mnarudi hivyo, lakini baadaye akaja kuwa makubwa kwa kiwango chake. Yaliyokwamisha nafikiri kuna watu wahusika ambao wanaweza kawa wanaelewa, lakini mimi siwezi kuongelea sana hayo mambo kwa sababu kipo wazi kwamba sisi au yeye mwenye mashindano hakufeli. Isipokuwa ni kwamba kinapokuwa kitu kikubwa kuna muda lazima akili na yenyewe iongezeke. Na pia walaji pia wataongezeka pia. Unaona? Sasa baada ya pale uwezi kwa unapata milioni 10 alafu kufanya mashindano ya milioni 15 lakini bado watu wasitambue thamani yako. Unaona, hawafahamu hata hiyo milioni 5 unaipata wapi, vipi. Sawa, tukataa ikawa hivyo, lakini mwisho wa siku vikwazo vikawa vingi sana. Kwa unakuta kuna muda mashindano yanaisha. Kuna mwaka ilitokea shindano yalisha. Tuna tukiwa sisi wenyewe Ferrari tunacheza finali. Unaona, sisi Ferrari tumecheza na Itezi, zawadi zikawa hazipo. Tulichezea Sokoine. Baada ya pale kaenda hivyo kesi tukaenda mpaka mahakamani, ndio tukio la mwisho ambao blaza alikuja alikimbia Mbeya baada ya kushindwa ile kesi. Basi lakini ana passion hiyo ya mpira kiukweli kabisa, pamoja na mapungufu yote alionayo. Ni mtu ambaye ana passion kubwa ya mpira wa Mbeya, anapenda watoto wa Mbeya wafanikiwe. Kwa wale yani sidhani kama hata leo tukikaa tuzungumzie kama kuna watu wahamasishaji katika ndondo, ukimkataa Mastara inakuwa basi ni wewe umeamua, lakini jina lake lina mchango mkubwa katika wachezaji wa Mbeya leo hii. Unaweza ukatuambia ukatutajia majina ambayo yanafanya vizuri katika ligi kuu Tanzania bara ambao wamepita pale Mastara Cup? Ndio, mimi nakumbuka kwa sababu japo kuwa ni kipindi cha nyuma, sasa mashindano yalisitishwa, aliyasimamisha kwa muda, lakini mimi kuna watu ambao nilikuwa nawafuatilia, lakini nilifurahi nilipoona wamefanikiwa. Hata leo
naweza nikasema kwamba sijawahi kuona bato ya mafulbeki wa kulia katika utizamaji wangu wa mpira wa hapa Mbeya. Kuna Duchu, yupo fullback David Kameta. Yuko Mpoki Mwansasu anatokea Yunga. Alafu kuna Amando anatokea CCM. Amando Mkumbo. Shacheza Kinigodi ndio na EF ndio. Hao ni mafulbeki ambao kila siku ni madogo janja ambao niliamini kabisa wanatakiwa waje wafike sehemu wafanikiwe. Na bahati nzuri mtu ambaye wote Mando na Duchu wamecheza na ligi kuu. Mpoki na amecheza akiwa na Mwadui. Basi hiyo nilisahau kidogo. Ila tulikuwa naye Mbeya Kwanza pale na nilifurahi walipokuja kufanikiwa hao, lakini tulikuwa tuna magolikipa wengine leo hii ndani ya jiji la Mbeya, mkoa wa Mbeya, Unyanda za Juu Kusini pia. Usipoongelea magolikipa kama Rajabu Mbululu na Sile, nafikiri basi utakuwa kama ulichelewa kuufahamu mpira wa Mbeya. Ingawaje walikuwepo wakina nyuma, wakina Aswida watu tunawasema walikuwepo kwa sababu tunalingana na kizazi. Wakina Alex Mambipile. Yani ni jopo la wachezaji wengi ambao wapo nyuma, lakini kwa kizazi ambacho kicha mastari ulichokiongelea ndio hawa ninawataja. Wakaja kutokea marehemu Walidi dogo wa Rajabu, alikuwa anakuja vizuri sana. Ukienda Uyole Itezi walikuwa wanakuja na watu wengi sana. Unaona kina Moze, wakina Benja. Unaona kuna time ambapo hapa Mbeya mjini walikuwa wakina Tie, kienda Ilomba, hata hawa kina Chudu wamecheza sana mastala zile za mwanzo. Unaona kwa hiyo kulikuwa kuna watu wengi sana, wengi Sanga, kuna kutoka kina Shamiri Fakiri, wakina Sanwe Sau, marehemu Sanwe Sau. Yani ilikuwa wakina Chundu, unakuja ya poti unakutana na kina Jimishoji, wakina Lichi Mwakalinga na wengine pia. Kwa hiyo ilikuwa ni muunganiko wa wachezaji wengi ambao ukisema watajwe yani muda hauwezi kutosha pia, kwa sababu ni watu wengi, ila hao ni baadhi tu ya watu ambao wamepita. Umetuambia kwamba Ferrari mwashaicheza ligi daraja la 3 na mlifika finali, nakumbuka mlifungwa na Isanga Rangers. Isanga Rangers anaenda kuwakilisha mkoa na yeye akashindwa kupanda kule Bariadi. Baada ya pale hatujaiona tena Ferrari ikishiriki mashindano, na sio Ferrari tu. Ni timu nyingi zile zenye majina, sababu walikopo Sido siku hawashiriki, Ferrari hawashiriki, Ilemi wenyewe wanaita timu ya taifa hawashiriki, Airport Rangers, Port Kona hawashiriki. Timu yangu bora Port Kona hiyo timu yangu bora, timu ambayo ni mfano. Lakini kulikopo na Yunga Star hawashiriki. Kulikuwepo na wachukuzi kutoka pale Uyole hawashiriki. Itezi walivyochukua ubingwa wakashindwa kupanda, nao saizi hawapo. Hivi nini hasa kilichosababisha hizi timu kubwa za jiji la Mbeya kwenye mashindano haya ya ligi daraja ya 3 yameshindwa kuendelea na kushiriki mashindano ya ligi daraja ya 3, lakini ukija kwenye ndondo tunakutana nao, lakini kwenye zile mechi official ambazo zinatambulika na TFF hawapo? Nini kilichowarudisha nyuma? Najua kwa bahati nzuri ni kwamba mimi nimewahi kuwa msimamizi wa kituo wa ligi ya wilaya, kituo kilikuwa Mwenge pale. Na pia watu mbalimbali wanajihusisha na mipira. Kuna muda huwa tunakaa tunajadili nini kifanyike au nini kinaendelea kulingana na mpira. Ni kitu ambacho ni rahisi kubadilishana mawazo. Nikija kwenye swali lako ni kwamba kwanza Ferrari kuto kuendelea kushiriki hayo mashindano ni kama nilivyosema mwanzo kwamba kuna time ambapo ukigundua kwamba unachokitafuta hakitambuliki wala unachokifanya hakitambuliki wala ukipewi thamani hiyo, unaweza ukakiacha ukaendelea na harakati. Yaani katika njia ile ile ukakitoa side yako ukakipeleka side nyingine. Unamaanisha kwamba watu wako watambui thamani ya Ferrari kwenye mpira wa Mbeya? Sasa kama lilikuwa linatambulika, sisi hatuwezi tulikuwa tunakwenda juu kwa spidi kubwa na tukashuka ghafla. Alafu tukio linatokuja kutushusha na dakika 90 tu za mechi ya Isanga Rangers. Kwa hapa kwenye hiyo mechi ndio yalipotokea hayo mambo mengi. Mpira unahitaji kwanza mtu mwenye kifua. Yaani kama hata wewe leo unafanikiwa au mtu mwingine kuwa na uwezo wa kifedha, kama utayari kuingia kwenye mpira, lazima utengeneze kwanza familia ndani iwe tayari kwa mapokeo yoyote, kwa sababu mpira unahitaji fedha.
Unaona? Kwa hiyo unakuta kuna muda fulani ambapo tulikaa baada ya ile mechi na kuangalia nini kinafanyika. Baada pale ndio tukaingia kwenye huo mfumo mwingine. Lakini leo ukisema kuna timu nyingi sana leo, kwa mfano tu mwepesi. Hapa kuna watu wanahangaika na timu mpaka leo, hususan Mzee Alan wa African Boys. Mimi toka nimeanza kujua mpira namuona Mzee anazunguka viwanja vyote. Kuna wachezaji wengi wakina Deus wametoka, wakina George. Sawa, wapo wamefanikiwa, yani sio kwamba yeye alipush kwa uwezo huo, lakini jambo la kusema hata mtu hata kikulipia nauli tu ya daladala unapoenda kwenye mechi ni support. Mtu tu kutenga muda wake na kuja pale kusimama kama msimamizi inatosha kabisa. Kwa timu kuto kucheza ligi hizo sasa, timu za miaka ya nyuma, kwa mfano ni mabadilishano yanakuja miaka ya nyuma sasa, ambao hata sisi wenyewe tulikuwa ndio ile tunakuwa sasa hivi. Kulikuwa kuna timu ambazo ukienda Mwanjero Pazo, kuna timu inaitwa Mitumba, timu inaitwa Losheni, kuna Ungasulwa, Scorpion Black yao. Unaona, ukienda Uyole kuna Kijiweni Uchukuzi, ukienda Iromba kuna Iromba Leopard. Unaona, ukina Blaza Bambo pale. Sasa unakuta baada ya mabadiliko na wale na wenyewe kuna mambo walipitia wakayaacha. Kikaja kizazi chetu sisi. Hicho kizazi kinaonyesha tu kabisa kwamba watu walifanya mpira kwa wakati wao. Lakini wanachokiona ubunifu kidogo unashindikana. Hivyo mimi ningekuwa na uwezo wa kushauri au kuwashauri pia kupitia chombo chako cha habari kwamba viongozi wanaosimamia mpira wa Mbeya waendane na wakati uliopo. Uwezi mtu akawa anacheza ligi ya wilaya, ada ni kubwa, anatumia gharama kubwa kuzunguka mkoani kote mzima, ndio. Alafu mwisho wa siku anachokuja kuambulia ni zawadi ya kwamba utoke hapa uende ukawakilishe mkoa wetu sehemu nyingine. Wangebuni hata kazawadi kidogo kwa kumboost mtu kwamba hata mtu anahamasika. Leo hii watu wanacheza ndondo kwa sababu mtu anaona anaweka 300,000 anaidiwa 500,000, bingwa 500,000. Ukishindwa unakuwa ni wewe, lakini huna wa kumlaumu. Kwa mtu ataamini bora nikacheze ndondo ambapo nitapewa hata jezi za kuanzia, lakini nikishinda hata ubingwa nitakuwa na 500,000 yangu, nitakuwa na 300,000, nitakuwa na 2,000,000, kuliko nikapoteza muda mwingi lakini nisionekane nimepata chochote. Kwa kumbe sababu kubwa ni ukosefu wa zawadi kwenye mashindano haya ya ligi daraja 3. Ndio kilio cha timu nyingi. Mnatoa ada kubwa, mnafanya usajili mkubwa, mnazunguka karibia mkoa mzima, lakini mwisho wa siku mnaambulia patupu. Ndio. Unataka kutuambia kwamba msimu huu kuna mashindano ya Uyole Cup? Ndio. Ferrari tutaiona? Hapana. Kwa nini? Sisi tuseme kwamba hatukujua kwamba kilichotokea. Sisi tulikuwa tuna plani yetu. Leo wali mwaka tulikuwa tuna plani, tulikuwa tunataka tuandae kitu kikubwa kimoja ambacho kwetu sisi tunaamini ni kikubwa. Hatuelewi mapokeo ya watu wengine. Ilikuwa ni kuirudisha timu. Kwa mara nyingine tutaka tuandae tukio kubwa baada ya ligi kuu kuisha. Tuandae timu kwa sababu tayari tuna wachezaji wa ligi kuu. Ndio. Kwa hiyo tulitaka tuandae tukio la kuitambulisha timu kurudi tena kwa jamii. Baada ya pale tuliplani kwamba tucheze mashindano kwanza yanayofanyikaga pale shule ya msingi Mwenge ya quality. Ndio. Baada tukiona mwitikio wa pale ndipo ambapo tuangalie mwakani tena tunakuja na kipi. Sasa baada ya kuongea na waratibu wale mashindano kuonekana mashindano hayata kuwepo. Basi hatuwezi kwenda Uyole kwa speed hiyo kwa sababu pia hata wachezaji, bahati nzuri maisha ya wachezaji wengine sisi tunayafahamu vizuri. Kuna sehemu mtu anapoenda kucheza kuna mahitaji hapa na pale ambayo anakuwa ameyakosa akiwa huko anapokuwa anakwenda kuyapata. Kwa hiyo kule ni sehemu ambayo ni fursa pia kwa mchezaji kuweza kukizi baadhi ya mambo yake na nini. Kwa tunataka kuwabana, ndio maana tukacheza upande mmoja Uyole tuache. Na tulishaongea tayari. Kwa hiyo leo kusema utamwambia mchezaji tena kwamba usicheze kule, uje huku Ferrari tutashiriki yale mashindano, tumeona kabisa tutakuwa tuwatendei haki. Huyu ni Steve, ametupa story kubwa sana kuhusiana na Ferrari, lakini ametupa historia yake ya maisha ya mpira, lakini namna ambavyo amewashika mikono wachezaji wengi ambao wapo ligi kuu na vile ambavyo bado anaendelea kupambana kuhakikisha wanawasogeza vijana wengi wa mkoa wa Mbeya kusogea kutoka huku chini hatimaye wapande juu. Tunaenda break fupi. Tukirejea bado tuko naye Steve hapa. Kuna mengi tutayapata kutoka kwake.
Ngome ya michezo. Karibu Beni Pambakali ni duka la nguo ambalo linapatikana ndani ya jiji la Mbeya katika soko la Sido, mtaa karibu na mtaa wa Nafaka. Ni duka ambalo linajishughulisha kuuza nguo mbalimbali ndani ya jiji la Mbeya. Tuna nguo nyingi kama ambavyo unaliona duka letu. Tuna hizi pens kwa wale wapenzi wa vipens, tuna hizi pens ambazo zinapatikana dukani kwetu, lakini pia ni duka ambalo lina jezi mbalimbali kama ambavyo unaona. Tuna jezi za timu ya taifa, lakini tuna jeans mbalimbali kama hivi ambavyo unaziona. Tunauza kwa bei rahisi kabisa, bei ya jumla pamoja na rejareja. Kwa mteja wa jumla pamoja na rejareja, basi unakaribishwa Beni Pambakali ili uweze kujipatia nguo nzuri na zenye ubora wa kiwango cha juu. Lakini brandi mpya mjini, Baba Nongi, nayo inapatikana katika duka la Beni Pambakali. Njoo jipatie t-shirt kali kabisa, brand mpya mjini, Baba Nongi. Lakini pia kuna t-shirt za Mama Nongi pia ziko njiani zinakuja. Zote zinapatikana hapa katika duka la Beni Pambakali. Tunapatikana ndani ya jiji la Mbeya, soko la Sido. Karibu ujipatie nguo kwa bei ya jumla pamoja na rejareja. Tunakusamini sana mteja wetu. Deliver tunafanya ndani ya jiji la Mbeya, lakini pia tunatuma kwa uaminifu mkubwa sana wilaya mbalimbali pamoja na mikoa mbalimbali ndani ya nchi ya Tanzania. Karibuni sana, asante. Ngome ya michezo. Ngome ya michezo. Naam, mtazamaji wa Baraka TV, moja kwa moja tunaendelea kuzungumza na ndugu yetu Steve hapa kwa siku hii ya leo. Mwenzangu Delika amekupitisha mengi, umeyasikia vipaji alivyozalisha, lakini pia mashindano tofauti tofauti ameelezea. Hivi sasa nami narejea hapa kuzungumza na ndugu yetu Steve. Mimi naitwa Ezra Mwilo, tutaenda sote mpaka tamati. Bwana Steve, karibu sana bwana. Asante. Nafurahi kukuona. Na mimi nimefurahi. Sawa, Nyanda. Wazikuwa kizamani. Kisikia Nyanda, hatari. Sasa bwana, mengi tumezungumza na mwenzetu Deliki kuhusiana na kuzalisha vipaji. Kwa sababu tunazungumza kuzalisha vipaji, nataka tujikite hapo. Nyanda za Juu Kusini, kwa sasa hali ya uzalishwaji wa vipaji unaionaje kwanza? Hali bado mwitikio uko tofauti, kwamba hapawezi kuwa sawa, lakini bado wapo watu wanaupushi. Leo kuna kina Daftari wana vituo vyao huko Balizi, Iunga, Uyole, kuna Mbeya Smart, Kienda Iremi huko kuna vituo. Unaona, kwa uzalishaji upo, ni kama ambavyo ilikuwa kipindi cha nyuma. Ulikuwa kuna kituo kinaitwa Faisa, kutokea Mbasco, ikatokea Ferrari, lakini kulikuwa kuna misingi ya mashindano, kwa sababu ili vipaji pia vionekane lazima kuwe na mashindano ambayo yatawatamanisha watu kuja kwenye kituo kwa kuamini kwamba kuna muda watapata nafasi ya kwenda sehemu. Unajua kuna muda furaha ya mchezaji pia ni katika mizunguko ya kwenda hapa na pale. Hiyo yenyewe pia huwa inamsaidia mtu kuwa na hamasa. Sasa kama miaka hiyo ya kina Mbasco, ya kina Foisa, kulikuwa kuna mashindano fulani ya muungano kumtimu. Kwa ilikuwa ni mtu anahamasika tu kwamba nitakwenda pale, ila kuna kipindi nitasafiri, anaenda kwenda Rolling Stone Arusha, wakaenda kucheza. Kwa mwitikio kwa sasa hivi upo kulingana na wakati uliopo. Na niwapongeze pia watu ambao wanaendelea kufanya harakati hizo kama nilivyowataja, na wengine pia ambao labda bado mimi sijafanikiwa kuwaona au pia nimewasahau pia. Mimi niwashukuru na kuwapongeza. Okay, sawa. Katika swala hili ambalo tunalizungumza la kuzalisha vipaji, ni changamoto ipi kubwa zaidi ambayo kama wazalishaji wa vipaji mnaipata? Kwanza inafuatana na kuna mtoto anakuwa na kipaji ila pia familia inamhitaji asome. Kwa lazima kuna upande atachagua kupita kwa wakati. Hilo la kwanza. Lakini kuna kipindi pia ambapo watu wanaweza wakawa wako mbali na maeneo ambayo hivyo vituo vya uzalishaji havipo. Kwa mfano mtu anaweza kawa yuko Mbozi, yuko yani sehemu mbalimbali niseme. Lakini unakuta eneo alilopo hakuna kituo, lakini kuna changamoto ya kutoka pale alipo kuelekea sehemu nyingine kwenda kufika pale.
lakini kwa sisi kama wazalishaji ni kwamba huwa tunatamani kwamba watoto wawe wengi sana ambao wanahitaji kuhudumia sekta ya mpira wa miguu wajitokeze kwa wingi, kwa sababu wingi wao huwezi kuwa unawatumia alafu kategemea wote watakosekana kwenye mafanikio. Lazima kuna watu ambao watafanikiwa, na wanapofanikiwa wale, na wewe ule muda unaotumia pia wala huwezi kuja kuujutia. Tofauti na ile unafanya kama style tunaenda, lakini hakuna mafanikio yote, ile pia huwa inakatisha tamaa. Na tunaposema kuzalisha vipaji, ni umri gani sahihi kwa mtoto kuweza kuanza kupata mafunzo ya soka? Kulingana, labda sijakuelewa vizuri. Yaani ni umri gani ambao wewe kama mwalimu mmekuwa mkizalisha vipaji, umewaona kwamba watoto wenye umri fulani hadi umri fulani hawa wanafundishika vizuri zaidi, yaani ni rahisi kuwafundisha na wakashika? Kwa mimi binafsi naamini ni kuanzia miaka 7. Hadi miaka 7 kwenye miaka halisia 7 halisia 7 hapa anaweza kafikisha miaka 16. Hapa mtoto ni rahisi kufika kitu chochote kwa sababu anakuwa hajaingia kwenye mambo mengi hapa. Naona kwa unachomuelekeza ni rahisi kukaa akilini pia. Alafu pia naye kama kitu anakipenda, ameshapewa muda wake wa kutumikia, ina maana ni lazima utakachomuelekeza na atakipita kwenye njia ile unayompitisha. Ila kuna umri akishafika anaweza akaingia sasa kwenye, yani kitu kikawa kina mambo mengi sana. Ndio hilo unakuta kama alikuwa anafika mazoezini siku 7 kwa wiki, atapunguza siku 5, 6 atakuwa anafika 4 baadaye. Yani kazi anavyokuwa. Kwa hiyo kuna vitu atakuwa anavikosa ndani ya hizi siku 2-3 ambazo haji. Ndio ambapo utagundua umri wa fundisha unakuwa tofauti. Labda kama utakuwa una academy hiyo smart kwamba mtoto amkie kama ni shule asome hapo, mambo yake yote yafanyie hapo. Lakini kwa maisha ya mtaani huku mtoto anatakiwa kama ana kipaji cha mpira atoke shule aende mazoezini, ndio umri ninaokuambia kwa imani yangu mimi. Kwa maana hiyo mimi nimechelewa sana hapa kwenye umri wangu kwenda kujifunza soka. Umri ushapita bwana. Lakini kuna kitu ambacho pia nataka tufahamu. Kwenye kuzalisha vipaji vya wachezaji ambao wanacheza uwanjani ndani, yani achana na goalkeeper. Ni sehemu gani hasa ambayo ni nyepesi kufundisha kwa upande anayejifunza upande wa goalkeeper, lakini kwa upande wa mchezaji wa ndani? Nafasi ngumu katika ufundishaji ni upande wa strike. Strike. Ameni. Kuliko nyanda? Hapana. Sawa. Kwa nini? Bahati nzuri ndio pale utakuta hata leo ukiwa unaangalia mpira kuna magolikipa wa kawaida. Ila wako ligi. Ila kuna nafasi ya mshambuliaji inakuwa iko wazi. Yaani wako wengi, ila namba ndio zinazomhukumu huko gani. Golikipa anaweza kawa anafungwa, lakini mkikaa mtasema ndio unakuta mjadala wa kipa kufungwa goli. Kuna kosa mtu tasikia lianzia pale, likaenda pale. Kwa hiyo golikipa anaweza kafia huko kwenye yale makosa yao. Lakini striker akipata nafasi akikosa hapa, yaani lawama zote atakazopewa ni hapa, hata kusema kwamba straight ilitokea fulani akafanya. Kwa hiyo ndio nafasi ngumu, na ndio maana unakuta hata kizazi cha wafungaji kimekuwa duniani kote kwa sasa hivi kimekuwa na kiwango kidogo sana, kwa sababu ni nafasi iliyonyeti sana. Na hata ukiangalia katika gharama tu za wachezaji leo huwezi kumfananisha golikipa na striker. Yaani watu waende kwa performance kubwa zaidi kwenye msimu au misimu, ukiwaweka sokoni striker anakuwa juu zaidi kwa gharama yake. Kwa ndio tunapogundua kwamba pale ndio sehemu nyeti ambayo inawahitaji watu. Okay, sawa. Umesikia sehemu ambayo ni ngumu sana kwenye kufundisha wachezaji wenye vipaji. Na wewe kwa vile ulikuwa Nyanda, nataka tufahamu. Hivi sasa katika soka letu la Tanzania tumekuwa na changamoto kubwa sana kwenye upande wa magolikipa. Unadhani sababu ni zipi ambazo zinasababisha kuwa na changamoto ya magolikipa? Nafasi ya golikipa ni sehemu special. Ni sehemu special, kwa hiyo inahitaji mtu ambaye anakuwa ana usmart pia. Kwa sababu yani yeye ndio mtu anawezekana, yani kama ilivyo striker ni mtu wa mwisho wa kuamua matokeo, lakini hata golikipa ni mtu wa mwisho pia kuamua matokeo. Na uhaba wa magolikipa, hata leo ukienda uwanjani, ukikusanya watu 100 unakuta magolikipa wako 6, 5, 4. Ila watu wote watakwambia mimi nacheza namba 2. Yani watajazana kwenye namba zao
mfumo. Kwa hiyo uhaba unaanzia kutoka chini. Yaani kutoka chini. Hata leo popote ukienda huwezi kukuta idadi ya magolikipa 30 wachezaji wa ndani 20. Hapana. Ni kwamba watu wanaogopa kukaa langoni ama shida ni na golikipa ni sayansi. Sasa ndani ni rahisi. Yaani mtu yote ambapo anaamua matokeo. Ina maana tayari lazima awe na IQ kubwa kidogo. Golikipa labda nikimuelezea kwa uelewa wangu mimi ni kwamba anatakiwa awe na kitu cha ziada tofauti na mchezaji anayecheza katika nafasi za ndani. Unaona? Kwa maana kwamba leo unapochukua tu ile hali ya kusema mwamba mmoja kule mwingine kule kapigwa pale ni karuka. Yeye tayari ni akili ya ziada. Sawa, lakini leo kuna mpira mchezaji atapigiwa hapo huko pale mbele, anaweza akasimama hata sikililie na hauna madhara, utaenda utakuwa kurusha atarusha basi. Ila anawezekana alikuwa na uwezo wa kufikia kwa kwa sehemu ya golikipa ni kwamba ni lazima tutahitaji mtu ambaye yani tayari ambaye anauelewa na tayari yuko kitu. Ndio tofauti kati ya golikipa na mchezaji wa ndani. Hata makosa yenyewe, makosa ya golikipa yani wewe anazungumziwa sana kuliko hata ya namba 2, namba 3, namba 4, namba 5 hapa. Yaani ni kwa nini sasa yanazungumziwa sana? Bado ndasema vile tu kwamba ni sehemu ambayo ni nyeti. Kwamba inapotokea shida ukileta, imeisha igharimu. Unaweza kukosea kosa moja. Game ikaisha 1-0. Hatuwezi kudili na wale waliokosa nafasi. Unaona? Leo kama ulikuwa na mpira wa kupiga mbele, ikaonekana umeupiga umempasia striker hapa akascore. Sawa. Lakini kuna mtu akapata nafasi yeye na kipa akapiga akatoa nje. Wewe golikipa huko ndio utakayelaumiwa kwa tukio ulilofanya, lakini sio ile nafasi ambayo striker au winga au mtu yoyote aliyekuwa kwenye position ameikosa. Kwa ndio tofauti kati ya golikipa na nafasi zingine ndani ya uwanja. Sawa, ameeleza vizuri sana kuhusiana na hicho ambacho tunakieleza kuhusiana na golikipa, na kwa sababu yeye ametumika katika eneo hilo la golikipa, nataka atuambie hivi sasa kwa Tanzania ni golikipa gani ambaye ni bora kwake kwa kipindi hiki, lakini pia tutakuja kufananisha magolikipa ambao wametoka nchi za nje ambao wamecheza soka la Tanzania na wa magolikipa wetu. Ukiwachanganya kuna majina yanatajwa sana. Mimi nitamtajia, ataniambia yupi bora kwake na vigezo vipi ambavyo anaviweka ili kuonyesha kwamba yupi ni bora kwake. Kwanza kwa sasa golikipa wako bora kwa Tanzania hii ni nani? Kijibia. Yenye Afrika. Ndio. Kwa wazao? Kwa wazao Manula basi anafikia. Manula. Anayemfuatia? Mbeifoba. Sawa, tukisema magolikipa 5 bora wa Tanzania, unaweza kututajia nani na nani? Miaka yote. Miaka hii ya sasa ambao wapo uwanjani. Yaani mwaka huu. Ambao wako mpaka dakika hii. Kwa kwanza atabaki Diao. Wa ndani. Kwa kwanza atakuwa Manula, wa pili atakuwa Foba. Wa tatu Metaki. Namba 4 mimi bado naweza nikawa nina nafasi. Kuna golikipa akipata nafasi. Ni golikipa mzuri. Kwa muda aliyokuwa ameupata alifanikiwa kuonyesha kile alichonacho. Kwa hiyo nafikiri bado atabaki kuwa ni golikipa mzuri tu. Unaona? Mtu wa 5 moja magolikipa wa kizaa baba. Unaweza kukuta watano ni wachache kwenye namba, ila namna ya kuwapata hao 5 kwa sababu yani wapo watu wanapewa nafasi wacheze, lakini ukiangalia yani labda ukisema tutataja tu kwa namba kwamba mradi zitimie 5. Lakini kama ni kwenye uwezo kabisa, mimi hata ukiniambia magolikipa hata 3 naweza nishinde kuwapata. Kwenye uwezo top kabisa siwezi yani kuwapata ni kazi. Ila kama ni namba tujaze, tunaweza tukajaza. Naona kwa sababu naongelea hivyo ni kwamba kuna watu washawahi kufanya kazi kwenye hilo eneo na walionyesha. Unaona? Kuna kipindi unakaa hapo unahamasika kwenda hata Sokoine kucheki mechi.
na mechi ilikuwa kuna timu moja ilikuwa inaitwa Sigara. Na golikipa huyo alikuwa anaitwa Chachalamoya. Kwa bonge la golikipa. Sawa. Yanga walikuwa na Joseph Katuba. Simba wana Mwameja. Unaona? Kwa unakuta baada ya hapo wakaja kuja akina Kaseja. Kwa unakuta kuna kizazi ambacho kweli ukisimama unaongelea klasi za watu kweli zinaonekana. Sio kwamba labda tunapuuza viwango vya sasa hivi vilivyo, na wenyewe wako kwenye kizazi chao. Lakini katika hao yani hao waliopo sasa hivi na waliokuwepo ambao labda ndio tulianzia sasa kutamani kuingia kwenye mpira, tunasema kwamba wale walikuwa wako bora na ndio labda walituharibu pia. Sawa. Hivi sasa tunazungumza jina la Diala na Aishi Manula. Upi golikipa wako bora? Wote wakipewa nafasi yani wanacheza. Diala na level yake. Ana level yake. Yani ana daraja lake. Sawa, kama golikipa ambao wamestaafu. Golikipa gani ambaye alikuwa anakuvutia sana wa Tanzania? Kwa miaka yote ambao mimi nimefanikiwa kuwaona. Mohamed. Okay. Mohamed. Na wengine? Kitamanika na huyo Chalamoya kwa sababu alikuwa na staili ya kipekee ya kucheza, yeye alikuwa anavaa muda wote kapea. Okay. Kwa hiyo nilikuwa napenda nikimuona akiwa vile. Na ndio wanakuja kama hao wakina Joseph Katuba. Ndio aje kuna msimu ambao walikuja wakina Dogo Fikirini hawa. Wao kiwa yes wale walionyesha kabisa. Sawa, kuna Juma Kaseja, kuna Diala. Unaondoka na nani? Sasa inafuatana na mahitaji ya wakati. Sasa yani kama zile top yani zile za kusema kwamba leo hii ukikumbuka alichokifanya anaondoka na Kaseja. Sawa. Mimi nikushukuru sana. Asante, nashukuru. Lakini kwa namna ambavyo wewe umetumika kwenye eneo la golikipa, mimi nadhani ungetuambia kwa ufupi tu ni kipi ambacho tukifanye ili kutibu eneo hili. Kwanza nafasi za magolikipa zimekuwa chache sana. Yaani wachezaji walio tayari kucheza kwenye hiyo nafasi ni wachache. Sasa nashindwa kueleza sana kwa sababu mtu toka anavyoanza kuingia kwenye hii sekta anakuwa anajua atacheza nini. Yaani tofauti unaenda uwanjani unakuta mchezaji unamuuliza tu unacheza nafasi gani, sasa mimi yoyote. Huyo ni muongo. Sawa. Yoyote bwana. Hakuna mchezaji wa hivyo. Kiraka maana. Bora nikwambia anacheza nafasi ya mbele yoyote. Yaani asiseme tu yoyote. Kiraka. Sawa. Hakujua kwa mchezaji kiraka nafasi 10. Yaani kuna nafasi ambayo yeye akisimama anakuwa yuko kabisa, ana relax kabisa kwa kile anachokifanya. Unaona? Ndio ambayo inatakiwa yeye ndio iwe kipaumbele chake cha kwanza. Kwa hata mtu anapokuja labda hata leo kwenye training. Ndio maana hata walimu wenyewe wanapofika kwenye training wanaanza magolikipa pale. Kwa hiyo wanaanza kuuliza mliokuja. Magolikipa akakae pale namba 2, namba 3 hivyo mpaka mwisho. Hakuna mwalimu ambaye akaja akasema eti wanaocheza namba yoyote wasimame pale. Sijui kama labda wewe umewahi kusikia yani hivyo tu mtu akakwambia kwamba anacheza namba hiyo. Sijasikia, lakini ni mtu anashindwa kujielezea kwamba mimi ni wapi naweza nikapata nafasi nikacheza vizuri. Yeye anaona kwamba kikubwa nikisema yoyote mwalimu ataniweka popote ushindani. Alafu sijui ukamwamini mchezaji wa hiyo. Anakimbia ushindani. Sawa bwana, mimi nikushukuru sana. Asante. Sawa, ndugu yetu huyu ameeleza mengi sana na kubwa zaidi leo nilikuwa nikizungumza na Nyanda. Ni mwenyewe ukiniweka pale kwenye milingoti mitatu kidogo nyavu zako zitakuwa salama sana. Kwa hiyo nikusihi sana endelea kuitazama Baraka TV, kipindi hewani ngome ya michezo, na hapa tunarejea na Derrick. Ule mwili anaweza kadaka hata shoot. Penalty. Ngome ya michezo. Ngome ya michezo. Bwana, kama ambavyo umesikia ndugu yangu amefika hapa. Unafahamu kudaka? Mimi sijaikuwa golikipa. Nataka nishangae. Mimi sijaikuwa golikipa. Ungedaka kweli? Golikipa, unajua kuna sifa za magolikipa. Lazima na vimwili vidogo vidogo kama Eze, Steve, Juma Kaseja, Amani Simba. Mbona mimi unitaji?
Unajua una hizo sifa za kuwa golikipa. Kuna yule golikipa alikujaga Yanga, Dostant, kama sijakosea. Yule refu. Amedaka penalty ya Yefu hapo. Hatari. Ile mwamba alikuwa na mwili. Likijaa golini. Unaogopa kupiga. Bwana, tumezungumza na Steve. Ametueleza mengi kuhusiana na kuzalisha vipaji, lakini kuhusiana na mambo mengi sana ambayo yanahusu soka. Kuna kitu ambacho natamani tuweze kuzungumza sisi. Nyanda za juu kusini, uzalishaji wa vipaji unaonaje kwa? Miaka ya nyuma tulikuwa na vipaji vingi sana. Japo utokaji wake ulikuwa sio mkubwa kama ilivyo hivi sasa. Unajua sasa soka la Tanzania, na niseme tu soka kwa ujumla, dunia nzima linahitaji masuala ya connection. Lazima uwe na mtu ambaye anakushika mkono hatimaye uweze kufika. Sio kipaji. Hapana. Kuna kipaji lakini pia lazima uwe na mtu. Sababu nazungumza hivyo, kuna vipaji vingi sana viko mtaani. Lakini kama huna mtu ambaye ana uwezo wa kusupport, ujue kabisa uwezo kufika pale ambapo unastahili. Ndio maana unaona Steve amewashika wengi, lakini wale bila Steve unakuta wasingefika pale walipofika leo hii. Wakina Oscar Mwajanga, wakina Willy Edgar, wakina Paul Matalazi, wakina John Jerome, wote wampita mkononi mwa Steve. Lakini unaweza kukuta asingekuwa Steve, usingeweza kufika pale walipofika. Lakini pia hata mimi Baba Nongi najivunia wakina Meshack Abraham Mwamita, wakina Jimson Mwanuke, wakina Mpoki Mwakinyuke. Tunao wengi pia. Umejipakulia minyao. Hapo sasa umejipakulia kwa kina Ezekiel Mwashilindi. Umejipakulia hapo, mimi sina sahani. Hauna sahani. Hiyo kwa wakati nina sahani ingekuwa pazuri sana. Lakini nataka tu kwa ndugu yetu Steve, kwa namna wewe ambavyo unamfahamu kwenye soka la Tanzania na nyanda za juu kwa ujumla, mchango wake ukoje kwa mtu ambaye anatutazama? Mchango wake ni mkubwa. Mchango wake ni mkubwa. Kwanza Steve alikuwa mchezaji. Tulikuwa timu moja na mimi alikuwa golikipa. Ukiachana na uchezaji, alivyoacha msoro uchezaji, ametusimulia hapa kwamba akaona yeye hajafikia zile ndoto alizokuwa amejiwekea, lakini akaona si vibaya kuendelea kuwashika mkono wale ambao wanaamini wanaweza kufika mbali. Na ni kweli amefanya hivyo. Tunaona mchango wake Tanzania Prison, tuna mchezaji wake pale. Anaitwa Oscar Mwajanga. Lakini Mbeya City wana mkuu wa idara ya mawasiliano Mbeya City ambaye pia amecheza Mbeya City fullback John Jerome. Lakini ukienda Stand United wameinufaika na Steve. Paul Matalazi amecheza pale. Majimaji wameinufaika na Steve. Paul Matalazi, Oscar Mwajanga wote wamecheza pale. Lakini ukienda Dodoma Jiji ndio kuna huyo Willy Edgar. Na hapo tunazokienda Housing bado kuna wachezaji ambao wametoka kwa Steve wako pale wako pale. Yes, wakina Halu wako pale. Kwa kabisa ni mtu ambaye kwa nyanda za juu kusini ni mtu wa muhimu hasa kwa vijana ambao wanachipukia, sababu ana connection kubwa, lakini hata ukiangalia vision yake pia ni kubwa. Yaani ni mtu ambaye hana kinyongo. Akiona kuna kijana ambaye anaperform vizuri, basi yeye huwa hasiti kumsaidia na kumsogeza panapostahili. Na unajua saa hizi sisi ambao tunasimamia wachezaji tumetengeneza ka utaratibu fulani. Kwa mfano mimi nasimamia kina Meshack, kina Jimson Mwanuke, si ndio? Mara nyingi huwa napenda kuwatumia wale kwamba wale wawasaidie nao wadogo zao waweze kufika pale walipofika wao. Kwa hiyo tunaona kuna wachezaji pia huwa wanasaidiwa na wale kaka zao kutoka huku chini kusogea pale juu. Maisha yako hivyo. Ukishikwa mkono basi kumbuka na wewe kuwashika mkono ambao wanakufuata. Steve amewashika mkono, lakini wako ambao wanatakiwa washikwe mkono na kina Oscar Mwajanga, washikwe mkono na kina Willy Edgar, washikwe mkono na kina John Jerome. Kwa hiyo chain ya mpira iko hivyo. Bila connection huwezi kusogea. Sawa, watu kama hawa kina Steve, ni namna gani kama sisi wana soka tuwatumie kuhakikisha kwamba soka letu linasonga mbele zaidi? Mimi nadhani watu kama kina Steve ni watu ambao wanatakiwa moja wao naarikwa kwenye mashindano mbalimbali. Sababu najua kwenye swala la kuangalia vipaji tumetofautiana kabisa. Yaani mchezaji ambaye utamwona anafaa ni tofauti na mchezaji ambaye utamwona mimi anafaa kabisa. Kwa hiyo tumetofautiana. Kwa hiyo unaona kabisa kuna watu ambao wana hivyo vipaji vya kuona kabisa fulani anafaa. Kama ukifuatilia story ya Willy, anamwambia Willy alikuwa anauza kalanga kabisa, lakini at the end of the day tunapozungumza ni mchezaji muhimu sana pale Dodoma Jiji na Simba ni kama anamnyemelea. Kwa hiyo unaona kabisa ni uwezo au ni kipaji ambacho anacho Steve cha kuangalia wachezaji wenye uwezo mkubwa hatimaye kuwasaidia. Kwa hiyo mimi nawashauri tu wananyanda za juu kusini Tanzania kwa ujumla, watu kama Steve wanatakiwa kupewa support kubwa na pia wanatakiwa wapate miariko ya kutosha kwenye mashindano mbalimbali, hasa kwenye hizi ndondo ambazo zinashirikisha wachezaji mbalimbali, lakini pia serikali jaribu kuangalia watu kama hawa kwenye masuala yale ya UMISETA na UMITASHUMTA. Kule tuna vijana wengi sana. Kwa ukiona mtu kama Steve
Unaona kabisa anakuambia anataka kuirudisha Ferrari. Kwa hiyo akipita kwenye umiseta kule, akipita kwenye umitashumta, anaweza akapata vijana ambao akaweka pale Ferrari na mwisho wa siku tukapata kina huyo Edgar baadaye. Sawa, una lolote? Mimi sina lolote. Naitwa Deli Kilwasi, kupenda niite Banongi. Banongi hiyo basi. Yeah. Natakiwa siku moja tumuone Nongi ya. Wala usijali. Sawa, mimi naitwa Islam Mwila, endelea kuitazama Baraka TV. Kipindi ambacho ulikuwa ukikitazama ni Ngome ya Michezo. Tukutane wakati mwingine, unafahamu tutakuja na nani? Basi endelea kusalia papo hapo. Ngome ya Michezo.